Habari zenu wa Tanzania. Hii video ni ya maana sana. Hii video ni ya msingi sana. Ni lazima kila Mtanzania aone hii video. Hii video lazima itrend. Lazima mtumiane kila sehemu. Sasa ni hivi. For the last week or two tumekuwa tukiona vikundi vya taasisi za Kiislamu au watu tu wanakuja wanasema wao ni mashehe sio wapi wamevaa sio barakashia zao ni nini, alafu wanatangaza vita na Wakristo, wanatangaza vita za kidini, wanatangaza wao watachinja waandamanaji, sio wao watafanya nini. Wanafanya press conference kabisa na vyombo vya habari na wanaongea maneno haya. Cha kwanza kabisa, inabidi wa Tanzania hii situation tutumie akili za mwisho. Yani tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Cha kwanza, inabidi wa Tanzania mjiulize, kwa nini serikali inaruhusu? Kwa nini jeshi la polisi linaruhusu watu kuja kuongea maneno ya hatari hivi kwenye press conference? Kwa nini watu wanatangaza vitu vya hatari hivi? Tutachinja, tutaua, sijui tuta nini waandamanaji, sijui Wakristo hivi, sijui teki hivi. Kwa nini wanaruhusu vitu hivyo? Inabidi mjiulize, kwa jinsi hichi ilivyo sasa hivi, kwa nini wanaruhusu hichi kitu? Jibu ni kwamba hii ndio strategy ya serikali batili, serikali haramu. Hii ndio strategy waliokuja nayo CCM ya kuweza kupunguza upinzani wa wananchi kwao. Kitu cha pili ambacho nilikuwa nataka tukiongelee ni kwamba nilikuwa nataka tuje we should come up na hashtag ya kuhusu kukataa utalii kwenye nchi yetu. Sasa yani inabidi hii hashtag trend ili mtu yote anayefikiria kuja Tanzania kwa ajili ya utalii akutane na hii hashtag na ajue wa Tanzania sasa hivi hatuko friendly na watalii, kwa sababu tungependa kupata support yao huko kwenye nchi zao wakipigania haki zetu, wakitusaidia sisi kupigania haki zetu, watusaidie kwenye serikali zao ili walete pressure kwenye serikali yetu, na waelewe kwamba Watanzania hatuelewi, waelewe kwamba Watanzania hatumuelewi mtu yoyote ambaye anataka kuja vacation, anataka kuja kuenjoy kwenye nchi ambayo wananchi wanauawa na serikali. Kwa nini wanataka kuja kupumzika kwenye nchi ambayo inashikiliwa kinguvu, inashikiliwa kwa bunduki, na wananchi wake wanaishi kwenye hofu, wananchi wake wanaishi kwenye mateso ya serikali, wananchi wake hawana haki yoyote? Kwa hiyo inabidi tuje up na hashtag na tuje na kampeni rasmi ya kutotaka watalii kwenye nchi yetu, na pia tuzipush hizi embassies ambazo zipo Tanzania ziweze kupeleka hii message kwa wananchi wake kwamba Watanzania hawako friendly tena na utalii. Hatutaki utalii, hatutaki nini mpaka nchi yetu itakapopata haki. Tunataka hawa watalii watusaidie kwenye nchi zao kudai haki. Okay. So mbali na maandamano ni lazima pia kama yule jamaa aliyeongea juzi, mbali na maandamano ni lazima pia tuje na tuwe pia na economic resistance kwa hii serikali batili, serikali haramu ambao sasa hivi inawashikilia Watanzania kwa bunduki, ambao sasa hivi Watanzania wanaishi utumwani. Ni lazima tuikripo hii serikali. Na naposema swala la utalii, I don't know, mimi la pili ambalo nilikuwa nataka kueleza Watanzania ni kwamba sasa hivi kama unasafiri kwa basi, tafadhali hakikisha una cheti cha NIDA au una kitambulisho cha kukutambua wewe ni Mtanzania. Hali ni mbaya sasa hivi, wanaosafiri kwa mabasi mikoani wanasimamishwa kila sehemu, mnasimamishwa, mnashuka, mnakaguliwa vitambulisho. Ambao hawana vitambulisho wanachukuliwa na haijulikani wanapelekwa wapi. Yani nimeletwa malalamiko mengi, watu wamepotea kwenye mabasi wakiwa wanaenda mikoani. So naomba kila mtu atangaziwe. Kama unasafiri sasa hivi, hakikisha either una NIDA au kitambulisho au usisafiri, ndugu yangu.
wanachukua watu wanapotea. Yani the situation is bad. Situation is bad. It is very bad. Ngojeni waambieni kitu wa Tanzania. Hakuna urais wa Samia. Ana hali mbaya. Ndio maana anafanya haya yote. Hajiamini. Ndugu wa Tanzania, katika nchi yetu ya Tanzania, ili upate uongozi, ili upande cheo serikalini, inabidi uwe na sifa kubwa moja. Uwe chawa wa rais na chawa wa Chama cha Mapinduzi. Katika nchi hii, hata kama una elimu ya kiwango cha uprofesa, kama wewe sio chawa wa rais, haupati promotion. Ngoja niwape mfano. Mnaona hawa makamanda wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi wa mikoa, wote ni machawa wa rais. Sasa hii haimaanishi kwamba eti ndani ya jeshi la polisi hamna watu smart. Ndani ya jeshi la polisi kuna watu wana akili nyingi. Wapo watu smart, wanajua sheria na wanajua namna ya kusimamia sheria. Lakini ili uwe IGP lazima uwe chawa wa rais. Kwa hiyo katika nchi hii, nchi nzima imejaa machawa. Spika wa bunge chawa wa rais, mwanasheria mkuu wa serikali, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Yaani kwa kifupi nchi imejaa machawa wa rais. Sasa chawa ana kazi kubwa 3. Kazi ya kwanza kumsifia na kumtetea rais. Kazi ya pili kuitetea serikali. Kazi ya 3 kuitetea CCM. Asije akakuongopea mtu. Hakuna chawa ambaye yuko pale kwa ajili ya kutetea maslahi ya taifa. Hakuna chawa ambaye yuko pale kwa ajili ya kutetea maslahi ya wananchi. Ukiona chawa anatetea maslahi ya wananchi, wewe ujue kwamba hakuna mgongano wa kimaslahi kati ya rais na wananchi. Takuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Hakutakuwa na mswalie mtume. Maandamano hayo yatakuwa ni maandamano yaliyojaa utulivu, maandamano ambayo hayana fujo, wala hakutachomwa vitu vya watu kama ilivyotokea ile mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza watu walijaa hasira sana. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona siyo watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja wanaandamana na waandamanaji. Wasionekane polisi barabarani. Hili tunalirudia, tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia, umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao, na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Watanzania wamechoka. Twinangaba na witu museo wabina mleti ni kutumanda chama kinene nundu ni otwena Kalonzo Musyoka twika mujumbe witu tamukamba witu musumbe witu keza gwithia nitukwigwa tina musumbe ona tukenda kuleza kiimani teliza na lami ukethia ati twikiwe lami kila bandu twina lami twisilite lamini ciana citu cina mathina na itwaze ciana citu nacio ithukumanesa ndu kula ala kwatwikia yumbe kula ciana ndu ithukumanesa mausu ala mekwo monthe Kalonzo withie nukutwika nundu ti akamba na nundu akamba ithie tabuthiwe nitukolile ubuthwa itwitikile kulile ukubuthwa nundu nitukungamia mundu waitu withie nitaeka ubuthwa na kula twa watu yikia wayao tikia walami aende na utwikia na utwikanesa aende imana kila mbai yonthe ina mathina nundu yalekilwe ina mundu welu twakwete wya twita ndia na tukwete kwitwa ndia nitikolile kwitwa ndia tikwitwa ndia ingi teetwa ndia kuya mizi vitu kuna tuyetwa ndia ni mwasumbe teetwa ndia ni kiningi na tuya ndia ti akamba ti asomu ukamba uonde ni wa university na ndo asomu na ndo maile ya wa yuti tona etwa ndia tatio mpaka tunewe pithe na pina na itu teyokelie tweke etwa akamba na tuyeke etwa ndia nikana twendenesa na mama Yesu unene uonde kwa masabu yo ne withie ni watungamia nesa nikana na aketi kuthenia bina wao bika kwa Kalonzo
Pamumbuni iki nituungamie pyu na twatata utwa wa kila nziani twemie nituungamie pyu na kula kesia kisoi nundu ona itu tikwenda andu ala kuume ithukuma nundu imathukumie na mamesia mali na maya makabula ciana nake kisoi ilo kulika kivila ninde kuya ciana ciake na itwe ala na itundi na ciana nini kwize kwithia na niwa manenga pinya na twina bara na kisoi nundu wa kwithiwa wenu kumya andu lelu akamanenga kwanza ta windulo neki wa unenga ndu basa limakuiwe mema 8 mayuka kwika mitiani ni utwibiye jana skulu ni twikie maundu maingi na tuyende na kwikia pina kisoya ungamenika na aende na ukilia ciana ila sito mbonzu nundu nukukulia mundu wembe ye mwe kwikia kana skulu ukosete chao aikuya ningunenga 5,000 na kwenda umande mwesuti mundu wa uthucha kwa ukizo ini tukwiwa twina bara nake muno nutitoneto maundu make na timu boya ende undu wambiye ambi una yende na kwikanesa ikwithiwa mundu la wekanesa ona kikamba twiya wala wekanesa ni wika wajimawa kwa wila withende na kwikanesa uwe admina ukwata kivila nake ndakolwe aende na utwikanesa na kukija ciana cito ithinyeta kwa ndinena yu ni mando kila chakwa chevu lakini chewizi ciana ciakwa cienda usome thiana nisikuyana nisikwenda kila kindu kwa wila ngona ciana ikwetwe ni igwa kalaka kwetwe ba yote na kalaka kwa konde ni igwa mubea nundu tikwetwe igionde kila nyumba ikwetwe na ni kwende yanesa mundu ungi we bau kwenda ongela aikana ina